Karibu kwa mara nyingine tena katika mwendelezo wa simulizi nzuri inayojulikana kwa jina la Siri. Siri, ndiyo, secret. Mimi ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studios, nikiileta episode ya pili baada ya kuikamilisha episode ya kwanza ambayo ilituonesha mambo machache tukiwa pale sokoni yaliyokuwa yanaendelea. Kwa hiyo ninaomba tuangalie mambo machache tulipoishia kisha tuweze kuendelea katika episode ya pili. Tulishia katika eneo ambalo Richard alikuwa sokoni. Alionyesha dharau za hali ya juu sana na mwanamke ambaye bado hatujamjua, hatujafahamu kama tutaendelea kuwa naye katika simulizi hii au alikuwa anatufungulia tu na kuondoka. Tutajua baadaye. Richard ana mpenzi wake ambaye pia bado hatujajua jina. Walikuwa hapo sokoni kwa sababu mpenzi wake alikuwa na taratibu au tabia ya kupendelea kumtembelea kazini kwake. Sasa kipindi Richard anajaribu kumweleza kile alichokutana nacho, kumbe mpenzi wake alikuwa busy anachati na mwanaume mwingine kwenye simu. Hapo ndipo tulipoishia. Sasa tuianze episode ya pili ili tuweze kujua nini kitakachoendelea baada ya Richard kugundua hilo. Mpenzi wake alimwambia Richard, usiendelee kusoma hizo message, huwezi kuelewa. Richard alimwangalia huyu mwanamke akitafakari kama ni kweli anachokiona ni cha kweli. Alimuuliza swali moja, umelala naye? Nimesoma kila kitu na kuuliza umelala naye? Lakini mpenzi wake alishindwa kujibu kabisa, kana kwamba kuna jambo lilikuwa linaendelea. Kitendo cha kushindwa kutoa jibu ili kuweza kumpa uhakika Richard. Kitendo hicho kilimpa Richard majibu yote aliyokuwa anayahitaji. Kisha akasema, nilijua hili tangu ulipoanza kubadilisha simu unazozitumia. Angalia nywele unazovalia kichwani, hayo mawigi, angalia nguo unazovaa za gharama. Nilijua kwamba kuna kitu hakiko sawa. Haya yote yalikuwa ni maneno ya Richard akiongea kwa uchungu wote na kujisikia vibaya. Alizidi kusema, yaani sisi sote hapa hatuna kazi. Mimi na wewe hatuna kazi za maana za kuweza kukufanya upendeze hivyo, uvae kwa gharama hivyo. Umeyatoa wapi haya mavazi ya gharama? Kwa hiyo yule mjomba ambaye ulikuwa ukiniambia sijui ni chifu, kumbe chifu ndiye huyo mwanaume ambaye unatoka naye. Hivi Angel, unanichukuliaje? Mwanadada huyo ambaye sasa tunamjua kwa jina la Angel alisema, tafadhali naomba usifike huko. Mimi sio chanzo cha matatizo yako. Unapiga makelele, wewe uoni kwamba tuko nje hapa? Richard alimwangalia huyu mwanamke. Alimwangalia huyu mwanamke, lakini hakummaliza. Yani alimuuliza, unaniuliza mimi? Lakini hata kabla hajamalizia anachotaka kuongea, Angel alisema, nimekuuliza mimi ni chanzo cha matatizo yako? Unajua, Richard alisi ni kama hajasikia vizuri. Wakiwa wanaongea hivyo, alimnyakua simu na kusema, hebu nipe simu yangu kwanza, mimi usiniletee ujinga wako hapa. Richard alimwangalia huyu mwanamke
alijisikia kupaniki kwa hasira. Alisimama akamwambia, yaani unaniuliza mimi hayo maswali kwamba wewe sio chanzo cha matatizo yangu baada ya mimi kukufanyia yote niliyokufanyia? Angel naye alisimama akijibizana naye, wewe umefanya nini kwangu? Umenifanyia nini? Ona unapopiga makelele hapo sokoni. Haya, umenifanyia nini? Richard alisema, nimelipa ada ya shule kwenye chuo ulichokuwa unasoma kwa miaka 3. Nimekununulia simu ulipokuwa unahitaji, na yote niliyokuwa nikifanya nilikuwa ninafanya nje ya kiwango cha pesa ninayoipata, najinyima kadiri niwezavyo, na sasa hivi unakuja kuniuliza nimefanya nini kwako? Lakini Angel alimwambia, yaani mtu yeyote akikusikia unavyoongea hapo atafikiri umefanya kitu kikubwa. Kwani wewe ni kitu gani ambacho umefanya ambacho mwingine hajawahi kufanya? Kuna mtu yeyote alikulazimisha? Niliweka basora kichwani kwako ili uweze kunifanyia hivyo vitu vyote? Richard alishangaa mwanamke huyu jinsi alivyombadilikia. Alimuuliza, hakuna mtu yeyote aliyenilazimisha? Ndivyo unavyoongea, si ndio? Angel alimjibu, kama kuna mtu aliyekulazimisha mtaje. Richard alimuuliza, kwa hiyo hayo maneno yanatoka mdomoni kwako kweli? Basi tuseme unajiuliza nilikuwa nakufanyia yote hayo, kumbe kwako si kitu, si ndio? Lakini mwanamke huyo alimwambia, wewe ni mpumbavu, wewe ni mjinga. Ndiyo maana unajua, ni kama alikuwa hana la kuongea, kana kwamba iko nalo haeleweki. Alimtupia neno tena, anasema, ndio maana maisha yamekupiga, ndio maana huna pesa. Unajua Richard ni kama alikuwa usingizini kwa alichokuwa anakisikia kutoka kwa mwanamke au mwanadada huyu anayejulikana kwa jina la Angel. Aliendelea kusema, aliendelea kuongea kana kwamba hakuna walichokuwa nacho yeye na Richard. Aliendelea kumwambia, hivi kwa kichwa chako kidogo hivyo, jinsi unavyofikiria, unadhani kwamba mimi nilikuwa nina uwezo wa kuwa na wewe peke yako kwa pesa gani ya kuweza kunihudumia? Hivi umejiona kwanza unavyofanana? Unaniona mimi jinsi ninavyoonekana? Unaona mimi na wewe tunafanana? Tunaendana? Yaani mtu mwenyewe huwezi hata kujihudumia wewe mwenyewe, angalia jinsi ulivyo. Richard alikuwa anajishangaa akijiuliza anasikia nini. Aliangalia huku na huku kuona kama kuna watu wanamsikia, wanasikia jinsi ambavyo anadhalilishwa. Angel aliongea tena, nisikilize wewe kijana, nisikilize vizuri. Ni vizuri uweze kujichunga, kuwa makini tena, jichunge. Achana na mimi kabisa. Eti unasimama hapa unapiga makelele, sijui, angalia nilivyokufanyia kwako. Umenifanyia nini kwangu wewe? Ongea. Aliongea hayo akiwa anaondoka. Richard alilaani kweli. Alimwambia, Mungu atakuadhibu, atakupa adhabu kwa ulichonifanyia. Yalikuwa ni maneno ya uchungu ya mwanaume anaitwa Richard. Naamini kwa mwanaume yeyote yule ambaye amejitoa kwa upendo, amehudumia vya kutosha,
akitarajia kwamba anamhudumia mtu anayempenda, alafu aje kukutana na malipo ya namna hii, lazima utajisikia vibaya. Utajisikia vibaya. Hakuna kitu kinauma kama hicho. Unajua, kipindi maongezi hayo yanaendelea kwa sauti ya juu, watu sokoni walikuwa wanaliangalia tukio hili. Walikuwa wanaliangalia tukio kana kwamba wamepewa show ya bure. Sasa Richard ambaye ndiye alikuwa ni mfanyakazi katika soko hilo, ilikuwa ni aibu kwake. Angel aliondoka na kumtupia maneno, hebu jitafute huko, maskini kijana wewe, usiyekuwa na kitu. Unashindwa kujihudumia wewe mwenyewe, afu utaweza kunihudumia mimi? Richard alikuwa anahisi kama kupasuka, akiangalia soko zima. Kila aliyekuwa anamwangalia jicho lake lilikuwa jekundu. Unajua wanaume, sijajua ni kwa nini mara nyingi wanapokuwa wanapitia maumivu macho yanakuwa mekundu. Sijajua. Jicho lake lilikuwa ni jekundu kweli kweli. Inauma sana, hasa kwa mtu unayempenda. Inauma. Richard alikuwa anahisi kama kupasuka. Macho yamekuwa mekundu kwa hasira alizokuwa amezibeba kichwani mwake. Alijiona kuwa ni mtu ambaye ametengwa na dunia. Sasa hivi hata haki, mtu ambaye anampenda, mtu ambaye alimwamini kwamba ni sehemu yake ya karibu, sehemu yake ya karibu, amemkataa. Ni nani atakayekuwa upande wake? Hana mtu wa karibu tena. Alimwangalia mwanadada huyu anavyoondoka, huku akiwa anaendelea kutupa maneno. Alizidi kuhisi vibaya ndani yake. Muda si mrefu amekutana na mwanamke ambaye amemdhalilisha na kumzaba kibao hapo sokoni. Alikuwa ni mteja tu. Baada ya muda mfupi amekutana na maneno ya mpenzi wake ambaye leo ameamua kuweka kila kitu wazi na kumwambia waachane. Nini kitakachoendelea? Nini kitakachoendelea katika episode inayofuata? Inaonekana kuna maisha mengi ambayo hatuyajui kuhusiana na Richard. Tukutane kwenye episode inayofuata ili tuweze kujua mambo mengine zaidi. Ninachotaka kukuhakikisha ni kwamba simulizi hii, kama nilivyotangulia kukuambia, ni simulizi iliyobeba funzo kubwa kwa vijana wengi na maisha tunayoyaishi sasa hivi. Maisha ambayo yanakatisha tamaa vijana wengi, lakini Richard aliamua kutafuta njia ya kujikwamua, na hapo ndipo simulizi yetu ilipojikita. Ninaitwa Genius Amon kutoka hapa Empire Studio. Tukutane kwa wakati mwingine. Bye bye.